Mtazamaji wa NHC TV, leo tupo katika kanisa hili la The New Hope Church Tanzania. Tunakukaribisha katika mahojiano mafupi ambao tunaenda kuyafanya na baadhi ya waumini ambao wamehudhuria katika ibada ya siku ya leo. Ni vitu gani ambavyo wamejifunza, wameona Mungu kwa namna gani kwa siku ya leo, lakini pia ni mambo gani ambayo Mungu amewatendea toka wamefika kwenye madhabahu ya The New Hope Church Tanzania. Tuko na watumishi wa Mungu kadhaa ambao tutaenda kufanya nao mahojiano mafupi kutuelezea kile ambacho wamejifunza, lakini pia wanawaambia aje watu ambao hawajafika ibadani siku ya leo. Karibu tuende kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Asante sana na Mungu akubariki. Amen. Mtazamaji wa NHC TV, leo tuko na mtumishi wa Mungu hapa. Anaenda kutueleza yeye ni nani, anakaa wapi, amejifunza nini siku ya leo kwenye ibada ya leo, na ni vipi amebadilika kwenye hii madhabahu toka ameanza kusali kwenye hii madhabahu ya The New Hope Church. Ni vitu gani ambavyo Mungu amemtendea na amebadilika kwa kiasi gani? Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Kwa majina anaitwa Gaspar David na ni mtumishi wa Mungu, niko mahali hapa katika kanisa la New Hope Church. Kwa kweli ninamshukuru Mungu tu kwa mambo mengi ambayo amenitendea toka nilipokuwa muumini hapa, nilipoanza kujiunga na kuwa muumini wa kanisa la New Hope Church. Na siku ya leo tumemwona Mungu pia kwa viwango vingine na vya tofauti kupitia neno lake, kwa sababu Mungu siku zote yeye ni mpya, anafanya vitu vipya. Na watumishi wa Mungu tukianza katika awamu ya kwanza ya neno la Mungu la mafundisho kupitia mtumishi wa Mungu Dr. Yona Kiuga, tumejifunza vitu vingi kwa habari ya wokovu, kujua wokovu. Tumeona wokovu jinsi ulivyo na jinsi tulivyo ndani ya wokovu. Lakini pia tumekuja kupitia kwa mtumishi wa Mungu pia baba yetu wa kiroho Josephat Charles Njige, ambapo ameachia neno ambalo linasema katika mlima wa Bwana inapatikana. Kwa hiyo tumeona kwamba ili neno lina nguvu sana kwa sababu limeachiliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumelipokea na tumebarikiwa sana. Amina. Mtumishi wa Mungu Gaspar, unaweza ukawaambia watazamaji ambao hawajafika na watumishi wengine wa Mungu ambao pengine hawajapata nafasi ya kufika siku ya leo katika ibada ya leo kutokana na changamoto mbalimbali, wengine wanaumwa, wengine wapo kwenye mizunguko yao na mihangaiko yao ya kila siku, wengine wamekata tamaa, unaweza ukawaambiaje wale waliokata tamaa na wale ambao pengine wanaumwa, unawaambiaje kuhusu madhabahu ya The New Hope Church Tanzania? Kwa kweli hii madhabahu ya New Hope Church, mimi ninaongea, nimeiona inatenda mambo makubwa na ya ajabu sana. Kwa hiyo tumeona hata shuhuda ambazo baba yetu askofu alikuwa akizitoa kwa mtu kuacha magongo na wengine kutasa wamepata watoto. Ukija hapa utajionea, utakutana na shuhuda hizi zipo hapa. Watu walikuwa wamefungwa na vifungo kama hivyo wamewekwa huru. Kwa hiyo wewe ambaye umekatishwa tamaa huko, labda ni hospitalini umeenda, shida imeshindikana, Mungu wetu anaga shida ambayo inayoshindikana kwake. Mambo yote yanawezekana. Hii madhabahu ya New Hope Church inatenda. Mimi toka nimeingia hapa kuna mambo nilikuwa nayaomba Mungu amenitendea, amenifanyia, na wengine wanashuhudia mambo ambayo wametendewa. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Wewe sikia, njoo kama unajaribu tu kwamba kungine umeshindwa kwa waganga na sehemu zingine. Fanya tu siku moja unasema ngoja nende nikajaribu kwa wapi? New Hope Church. Na nakwambia siku unayokuja kujaribu ndio utakutana na Mungu wa madhabahu hii ya New Hope Church. Yesu Kristo ambaye alikuja duniani kwa ajili ya shida za wanadamu. Kwa hiyo karibu sana. Amina. Mtumishi wa Mungu, umesema kwamba kuna watu wamekuja hapa ni vilema, walikuja wanatembelea magongo, lakini magongo waliacha hapa. Wengine walikuja na shida mbalimbali, walikuja wakafunguliwa. Je, hii kitu ilitokea lini? Hasa huyu ambaye pengine alikuja na magongo lakini mwisho wa siku akaondoka amepona. Imetokea lini hichi kitu? Hii jambo lina muda mrefu kidogo toka limetokea, lakini hayo magongo yapo yalihifadhiwa, yako hapa kwa sababu mimi mwenyewe nilipoingia nilikuta hayo magongo, niliyakuta. Kwa hiyo magongo ni ishara. Hata huyo mtu mwenyewe yupo ambaye alikuwa akitembelea magongo. Hata leo hii akisema aitwe yupo, atakuja hapo na atatoa ushuhuda. Kwa hiyo ilitokea muda mrefu kidogo, lakini kuna mambo yanaendelea kutokea mpaka sasa hivi. Sio tu kwa sababu ya mtu huyo basi ikapita hapo, lakini ule upako ambao ulitenda huko nyuma mpaka leo tunaendelea kuona unatenda. Kwa hiyo leteni tu watu wote, mwenye magongo ulioteseka unasumbuka, njoo hapa utaona unawekwa huru.
Mtazamaji wa NHC TV, tuko na mtumishi wa Mungu hapa Mr. Gaspar. Tunamshukuru Mungu, ameelezea vitu vingi sana kwamba kuna watu wameponywa, kuna watu walikuja hawatembei, walitoka hapa wanatembea, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo vimetendeka katika madhabahu hii. Watu wengi wamekuja na matatizo, wamekuja na magonjwa, wengine familia zao zilikuwa na shida, lakini mpaka leo wamekuwa na amani katika familia zao. Unasubiri nini kuja kwenye madhabahu hii ya The New Hope Church Tanzania hapa Businde, mtaa wa Msufini, karibu na shule za Cambridge Shire Academy Tanzania. Tunakukaribisha sana na karibu sana Jumapili, na hapa katikati ya wiki tuna vipindi vingi ambavyo vinaendelea. Tuna kipindi Alhamisi kuanzia saa 10, tuna vipindi ambapo mwalimu wetu Dr. Kiuga anafundisha, lakini pia Jumapili ibada zetu zinaanza kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa hiyo tunakukaribisha sana katika madhabahu ya The New Hope Church Tanzania. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Mungu awabariki kwa kazi njema. Amina. Mungu akubariki.